Mwana kondoo ameshinda. Nikukaribishe mpenzi mtazamaji wa Baraka TV, mwanga wa matumaini na ukombozi, katika kipindi chetu pendwa cha kalenda yetu kinacholetwa kwenu na mchungaji Whisper Daudi Sigwiti wa kanisa la Moravian Tanzania, jimbo la Kusini Magharibi, ninayetumika katika idara ya elimu ya Kikristo nikihusika na malezi ya vijana walioko katika shule za sekondari. Siku ya leo ya tarehe 8 mwezi wa 5 mwaka 2026 tumepewa masomo mawili kwa mujibu wa kalenda yetu. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 8 mstari wa 52, na somo la pili linatoka katika kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya 28 mstari ule wa 18. Naomba nimshukuru Mungu. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, hakika wewe ni Mungu mkuu unayetujua na kutufahamu watoto wako. Tunakukaribisha Bwana katikati ya kipindi hiki ambacho tunakwenda kusikia neno lako la uzima ambalo linaletwa kwenu nami mtumishi wako. Ninaomba Mungu, simama pamoja nami tunapokwenda kuyasoma maandiko haya, peke yako Bwana ukahusike kuyatafakari na kuyatafsiri sawasawa na jinsi tunavyotamani Bwana yaweze kufika kwa watazamaji hawa. Katika jina la Yesu tunaposimama katika madhabahu hii, nakualika Mungu wewe katikati yangu. Peke yangu siwezi, nahitaji msaada na hekima yako. Katika jina la Yesu nimeomba. Amen. Maandiko yanasomeka hivi: Bwana Mungu wetu akae nasi kama alivyokaa na baba zetu, asituache wala asitutupe. Narudia, Bwana Mungu wetu na akae nasi kama alivyokaa na baba zetu, usituache wala asitutupe. Somo la pili linasomeka hivi: Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Somo la kwanza tulilolisoma tunaona ni maombi ya mtumishi wa Mungu Mfalme Sulemani aliyoyatoa alipokuwa walikuwa katika hali ya kuweka wakfu jengo lililokuwa limejengwa kule Yerusalemu. Sulemani aliyanena maneno haya akimshukuru Mungu na kumwomba Mungu kwamba Mungu asiwaache, aendelee kuwa pamoja nao katika kazi zao. Sulemani kwa kuomba maombi haya aliomba uwepo wa Mungu kwa taifa lake, maana alitambua wazi kwamba bila uwepo wa Mungu taifa haliwezi kufanya kitu chochote. Kumbe kama watumishi wa Mungu na Wakristo tunaosikia na kutazama TV hii, tunapaswa kuomba uwepo wa Mungu uende kudhihirika na kuonekana katika maisha yetu. Maana kila kazi tunayoifanya, kila jambo tunalofanya, hatuwezi kufanikiwa kwa lolote bila uwepo wa Mungu mwenyewe. Maana Mungu ndiye anayetuwezesha katika mambo mengi, anayetuwezesha katika shughuli zetu nyingi. Kwa hiyo kila tukiomba uwepo wa Mungu, lazima jambo tunalofanya liweze kufanikiwa kwa namna moja ama kwa namna nyingine. Sulemani aliweza kuwakumbusha watu jinsi Mungu alivyoweza kuwaongoza mababu zao katika shughuli mbalimbali au changamoto mbalimbali waliweza kukutana nazo. Walikutana na mambo mengi sana walipokuwa taifa la Israeli walipokuwa wanatoka kule Misri, walipokuwa wanapita pale jangwani, walikutana na mambo mengi. Bila uwepo wa Mungu wasingeweza kuvuka katika ile bahari ya Shamu. Bila uwepo wa Mungu wasingeweza kupita katika ile jangwa. Lakini walitegemea na waliomba uwepo wa Mungu ili waweze kuvuka katika ile bahari ya Shamu. Tunaona jinsi Mungu ambavyo aliweza kuipiga bahari ya Shamu, maji yakagawanyika, ndipo wale wana wa Israeli wakapita katika bahari ile. Kwa nini? Kwa sababu uwepo wa Mungu ulikuwa katikati yao. Wasingeweza kupita katika bahari ya Shamu kama wao bila uwepo wa Mungu. Kwa hiyo sisi kama watumishi wa Mungu, kama Wakristo, kama wasikilizaji na kama watazamaji, tunapaswa kuomba uwepo wa Mungu ili uendelee kudhihirika na kuonekana katika maisha yetu kila kutoka leo. Kwa maana tunajua kwamba mafanikio ya mtu yeyote yule awaye yeyote hayawezi kuonekana, hayawezi kupatikana bila uwepo wa Mungu. Ili ufanikiwe katika maisha yako, lazima uombe uwepo wa Mungu uonekane katika maisha yako. Kwa hiyo uwepo wa Mungu ni muhimu sana kwetu sisi
kama wasikilizaji, kama watazamaji, kama Wakristo. Mkristo yeyote, mwanadamu yeyote anaishi chini ya jua hawezi kufanya jambo lolote lile la kimafanikio, la kimaendeleo bila uwepo wa Mungu. Tunategemea uwepo wa Mungu ili sisi tuweze kufanikiwa katika mambo mengi. Wapendwa wasikilizaji, niweze kuwashauri na kuwaomba kabisa Wakristo wote ya kwamba tunaomba tuendelee kuomba uwepo wa Mungu uendelee kuonekana katika maisha yetu, ili mambo yetu yaweze kwenda vizuri, mambo yetu yaweze kunyoka, mambo yetu yaweze kufanikiwa, shughuli zetu ziende kwenda vizuri, kwa sababu uwepo wa Mungu kiomba, Mungu atakuwa pamoja na wewe, atakuongoza, atakuwezesha, atakutangulia katika kazi na shughuli mbalimbali. Tunajifunza nini katika somo hili ambalo tumeweza kujifunza? Tunajifunza ya kwamba kumbe mafanikio ya taifa lolote, mafanikio ya mtu yeyote, mafanikio ya kabila lolote, mafanikio mahala popote pale hayawezi kupatikana pasipokuwa uwepo wa Mungu. Hivyo ili uweze kufanikiwa katika maisha yako, uweze kufanikiwa katika shughuli zako, uweze kufanikiwa kimasomo, uweze kufanikiwa katika biashara yako, lazima uombe uwepo wa Mungu uendelee kudhihirika na kuonekana katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Watumishi wa Mungu, Mungu anapokuwa upande wako, kila jambo lazima liende vizuri. Uwepo wa Mungu unapotembea na wewe, lazima mambo yote yanyoke. Wengi wametembea bila uwepo wa Mungu, mambo yao yamekwenda visivyo. Kwa hiyo tunashauriwa ya kwamba lazima tuombe uwepo wa Mungu katika maisha yetu ili tuweze kwenda vizuri katika shughuli zetu. Ukitembea peke yako bila uwepo wa Mungu, lazima mambo yakuwe vigumu, lazima mambo yaende ndivyo sivyo. Hivyo unashauriwa, ninakushauri kama mtumishi wa Mungu ya kwamba omba uwepo wa Mungu mahala popote utakapokuwepo. Omba uwepo wa Mungu uendelee kuwepo ili Mungu akusaidie katika mambo na shughuli mbalimbali. Kama tunavyoona kwamba Mfalme Sulemani aliomba uwepo wa Mungu, alitoa ile sala wakati walipokuwa naweka watu katika lile jengo, ili Mungu aendelee kuwepo na wateule wake katika kufanya kazi ya Mungu ndani ya hekalu lile la Yerusalemu. Bwana Yesu asifiwe. Somo la pili ambalo tumelisoma linatoka katika kitabu kile cha Mathayo kama tulivyosoma sura ile ya 28 mstari ule wa 18. Sura ya 28 mstari wa 18. Mstari huu tuliousoma unaonyesha kauli ya ushindi inayoonyesha kuwa Yesu baada ya ufufuo anatawala ulimwengu wote. Hii ni kauli ya ushindi iliyotolewa kwamba Yesu alipofufuka kuna ushindi ambao uliweza kupatikana. Sasa ili uweze kushinda katika mambo yako, ili uweze kushinda katika shughuli zako, ili uweze kushinda katika shughuli mbalimbali, lazima uwepo wa Mungu udhihirike na kuonekana kwako. Kama somo la kwanza linavyosema, tushinde katika mambo mengi, lazima uwepo wa Mungu uendelee kuwepo. Yesu Kristo aliweza kushinda kwa sababu uwepo wa Baba yake ulikuwa pamoja naye. Hasingeweza kushinda kama Mungu asingekuwa pamoja na yeye. Maana hili jambo liweza kutokea ili Yesu Kristo aweze kushinda mauti, aweze kushinda kifo, ili ushindi udhihirike na watu wa Mungu waendelee kuokolewa katika imani yao. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa watazamaji, lazima tujue ya kwamba Yesu alikuwa haongelei, alipokuwa anaongelea mamlaka, alikuwa haongelei mamlaka aliyokuwa nayo tangu wakati wa Mungu, bali aliongelea mamlaka aliyopewa kama Masihi aliyeshinda mauti. Na lazima tujue ya kwamba hakuna mamlaka yoyote inayoweza kuzuia kusudi la Mungu. Kusudi la Mungu lazima lidhihirike kwa sababu Mungu yuko pamoja na wewe. Kusudi la Mungu haliwezi kudhihirika kwa jambo lolote lile. Lazima kusudi la Mungu liweze kuonekana, liweze kudhihirika kwa namna yoyote ile. Kusudi la Mungu lipo kwa kila mtu. Kusudi la Mungu lipo kwa mtu yeyote, uwepo wa Mungu kudhihirika na kuonekana kwake. Katika jina la Yesu ninaomba amani ya Mungu iendelee kutuongoza na kututangulia katika mambo mbalimbali, ili uwepo wa Mungu udhihirike na kuonekana kwetu sisi kama wateule wa Mungu. Yesu Kristo alishinda mauti, kama alivyoshinda ile mauti, ndivyo na sisi tuweze kushinda tukiomba uwepo wa Mungu kudhihirika na kuonekana katikati yetu. Lazima uwepo wa Mungu uonekane na kudhihirika katikati yetu, ili tuone na kwamba Yesu Kristo ametushindia mauti, ametushindia katika mambo mengi, ametushindia katika shughuli na mipango mbalimbali, na alipotushindia lazima tujisikie kwamba sisi tu washindi katika dunia hii, kwa sababu Yesu Kristo mwenyewe alikufa akafufuka kwa ajili yetu, akatushindia kifo, akayashinda mauti, akatushindia sisi. Kwa nini? Kwa sababu uwepo wake ulionekana na kudhihirika kwetu. Kwa hiyo lazima tujifunze ya kwamba lazima tutembee na Mungu ili tuweze kushinda katika mambo yetu mengi.
Lazima tutembee na uwepo wa Mungu ili tuweze kushinda katika shughuli na mipango mbalimbali. Tukitembea peke yetu hatuwezi kushinda, hatuwezi kufanikiwa katika jambo lolote lile ambalo tunalifanya katika maisha yetu. Uliye Mkristo, uliye mwamini, mtazamaji yeyote unayetazama na kusikia kipindi hiki, lazima uombe uwepo wa Mungu udhihirike na kuonekana kwako, ili ushindi wa Mungu udhihirike na kuonekana kwako. Hauwezi kushinda kama uwepo wa Mungu hautakuwepo katikati yako. Ili ushinde, lazima uombe uwepo wa Mungu udhihirike na kuonekana katika maisha yako. Watu wengi wameshindwa kushinda na kufanikiwa katika mambo yao kwa sababu uwepo wa Mungu uko mbali nao. Hawajaomba uwepo wa Mungu udhihirike na kuonekana kwao. Wewe uliye Mkristo, lazima uombe mahala popote unaposhughulika, unapofanya kazi, omba uwepo wa Mungu uwepo katikati yako ili Mungu akushindie katika mambo na shughuli mbalimbali. Wengi tumeshindwa kushinda, wengi tumeshindwa kufanikiwa kwa sababu tumejikuta na kujiona kwamba tunafanikiwa kwa sababu ya nguvu zetu na uwezo wa mamlaka yetu. Kumbe hatuwezi kufanikiwa kwa nguvu zetu, hatuwezi kufanikiwa kwa utajiri wetu, hatuwezi kufanikiwa kwa namna yote tunavyoweza kama uwepo wa Mungu utakuwa mbali na sisi. Lazima tuombe uwepo wa Mungu uendelee kudhihirika na kuonekana kwetu ili tushinde na zaidi ya kushinda. Bwana Mungu atubariki sana, na Bwana Mungu abariki maneno yake. Ni mimi mchungaji Wispa Daudi Siwiti wa kanisa la Moravian Tanzania, jimbo la Kusini Magharibi, ninayetumika katika idara ya elimu ya Kikristo sekondari na vyuo. Tuombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu, wewe ni Mungu mkuu, unayetujua na kutufahamu watoto wako. Ninakushukuru kwa neno ambalo limepita katikati yetu, ambalo ni neno la uzima. Bwana, nalo tukumbusha kwamba lazima tuombe uwepo wako mahala popote ili tuweze kushinda katika mambo yetu mengi. Usipokuwepo katikati yetu, hatuwezi kushinda kwa jambo lolote lile. Bwana, tunaomba neema yako ndio kukaa katikati ya wateule wako hawa, ili Mungu aweze kuwashindia katika mambo na shughuli zao mbalimbali. Katika jina la Yesu ninakabidhi taifa zima mikononi mwako, Wakristo wote mikononi mwako, wanaonitazama na kusikiliza TV hii. Bwana, uendelee kuwalinda na kuwabariki katika kazi na shughuli